kwenye ujumbe wangu wa leo naweza ukaandika malezi. Malezi, ujumbe wangu wa leo au somo langu nimelipa kichwa kinasema malezi. Bwana Yesu asifiwe. Basi wewe ambaye unaandika, andika. Tunaweza kufumba macho kwa unyenyekevu kwa ajili ya kumkaribisha Bwana ili aweze kutuhudumia. Fumba tu macho yako hapo lipo. Bwana Yesu, nasema asante kwa neno lako la siku hii ya leo ambalo ni utangulizi na maandalizi tu, kwa sababu tunajua ya kwamba kuna mambo mengi makubwa ambayo unaenda kuyatenda kwa ajili ya ukombozi wa mtoto na fedha kupitia baba yetu mtume na nabii Daktari Joakim Kimanza. Roho Mtakatifu, kwa neno hili la utangulizi, simama nasi na utufundishe, fungua macho yetu ya rohoni na mioyo yetu ya ndani, ili Bwana tukapata kulipokea na kutenda yaliyo mapenzi yako, kwa jina la Yesu. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini malezi? Malezi. Baba, mama ndo watu pekee hapa duniani wanaoweza kumpa direction ya mtoto kwamba aishi katika maisha gani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baba au mama wakisha feli, ujue mtoto mwenyewe kwenye maisha atakayoyapitia yatakuwa ni maisha magumu sana. Kwa hiyo malezi ya baba na mama yanaweza yakawa ni nguzo kubwa ya kumwandaa mtoto kwa ajili ya kutimiza ndoto zake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia malezi mabaya ya baba na mama yanaweza yakasababisha au yakawa ni chanzo kikubwa cha mtoto kuharibikiwa kwenye maisha yake. Ndiyo, kuna namna ambavyo wanalia kulingana na familia au na watoto walionao, lakini chunguza nyuma kwamba ni kwa nini wanakusumbua au ni kwa nini wapo na hizo tabia. Maana ukiangalia na ukatafiti vizuri, utakuta kuna mahali fulani wewe mzazi ulifeli kwenye kumlea mwanao. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwenye familia za kifalme au za tunasemea kwa mfano kwenye nchi yetu, kwenye familia labda za uongozi mkubwa kama rais au waziri au kitu chochote, ni lazima baba kama ni mfalme au ni rais, ni lazima anamwandaa mtoto wake kuja kuwa katika ile nafasi aliyopo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama baba ni daktari au mama ni daktari, ujue kuna namna anamtengenezea mtoto wake mazingira na malezi ya kuja kulisi tabia yake na kufuata vile ambavyo baba alivyo au mama alivyo. Kwa hiyo malezi ya mama na baba ni matokeo chanya kwa mtoto au ni matokeo hasi kwa mtoto. Unaweza ukawa unalia kwa sababu ya kizazi chako namna kilivyoenda kinyume, lakini kumbe chanzo na tatizo ni wewe. Au pengine wote tuko hapa, matokeo tuliyoyabeba ni malezi na matokeo ya wazazi wetu waliotulea huko nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Maisha magumu unayoyapitia au changamoto unazozipitia au magonjwa unayoyapitia ni matokeo ya malezi na familia yako ndiyo unayaishi leo. Bwana Yesu asifiwe. Basi tukirudi kwenye neno, angalia kile kitabu cha Waefeso sura ya 6. Waefeso sura ya 6 kuanzia ule mstari wa kwanza. Nitasoma tu mpaka mstari wa 4 kwa sababu ya muda wangu. Inasema ya kwamba, enyi watoto watiini wazazi wenu. Nasema enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Huu mstari wa kwanza Yesu anajaribu kuwaeleza watoto kuwatii wazazi wao katika Bwana.
Maana yake unavomlea mtoto au unavomlisisha mtoto ibada zingine za tofauti na kumjua Kristo, maana yake unamlea nje ya Kristo. Ni kweli wewe mzazi, kulingana na changamoto nyingi unazozipitia, umeamua kuja kumtafuta Yesu ili aje asovu matatizo yako, lakini katika maisha yako uliyokuwa unaishi nyuma haukuwa umempokea Yesu, na malezi ya familia yako uliwaaminisha vitu vingine. Bwana Yesu asifiwe. Nanielewa vizuri? Wewe mzazi, kwa sababu ya changamoto za matatizo mbalimbali, changamoto za uchumi, changamoto za magonjwa, changamoto za mateso, sasa unaamua umtafute Kristo ili atatue changamoto ya maisha yako. Lakini kabla ya hapo ulikuwa unaishi nje ya Kristo na ulikuwa unaamini mila na desturi zingine. Kwa hiyo umetoka wewe kuja kutafuta ufumbuzi kwa Bwana, lakini mwanao hujamlea katika Bwana. Umenielewa? Mzazi unakuja kutafuta majibu yako kwa Kristo, lakini mwanao haujamlea katika Kristo. Maana ni ngumu Yesu kushuka kwa mwanao kutenda muujiza, kwa sababu wewe mwenyewe ulimlea katika mazingira mengine. Kwa hiyo inatupasa, hata kama kuna mambo ambayo unajua kabisa kwamba ulikuwa unayatenda tofauti na Kristo, lakini ulivyosikia habari za Kristo na ukamwamini, ukajua kwamba huyu Yesu ndo anaweza kufanya jambo lolote kwenye maisha yako, inatakiwa pia na familia yako yote uishirikishe kwa ajili ya kuja kuikabidhi mbele za Bwana. Tupo hapa, wengine ni wazazi, ni mama, ni baba, lakini unaweza ukawa ni mama, umewacha watoto wako nyumbani, wewe umekuja kanisani. Unaweza ukawa ni baba, umeacha familia, mke na watoto umewaacha nyumbani, alafu umekuja kanisani. Alafu nataka Mungu akufungue wewe na akawafungue watoto wako ambao bado hawako kwenye malezi yake yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ule mstari wa pili anasema kwamba bado anazungumzia kuhusu watoto. Waheshimuni baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini mwanao hakuheshimu wewe? Kwa nini mtoto ukisema hivi hafanyi vile unavyotaka, na wewe ni mzazi umemzaa? Kwa nini? Kwa sababu mtoto akiwa ndani ya Kristo na umemlea kupitia neema ya Kristo, mtoto hawezi kuwa mtukutu na kutokuheshimu wewe, kwa sababu akiwa mtukutu neno linamkumbusha. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto ana miaka 10 anakushinda. Mtoto ana miaka 5 unamwona yaani unasema jamani, huyu mtoto ni mjanja sana. So ujanja, ujue baadaye wewe ujanja unaoona leo kwa miaka 5 anakimbia, anarukia, huyu anakimbia, anaongea maneno mabaya, ni unaona ni ujanja wa kisasa, lakini baadaye utakuja kujuta. Bwana Yesu asifiwe. Naongea na wazazi. Kwa hiyo hivi ni vitu vya msingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni vitu vya msingi ambavyo sisi wazazi inatakiwa tukiwa tunamuuliza Mungu au tukiwa tunasema na Mungu, mwambie akupe hekima ya namna ya kuilea familia yako vizuri. Tukienda kwenye ule mstari wa 3. Mstari wa 3 anasema ya kwamba upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Maana yake mtoto yoyote ambaye umemlea katika Bwana, umemlea katika mafundisho ya Kristo, amekulea katika maonyo ya Kristo, ni lazima hawezi kwenda na kuanza kusema maneno mabaya juu ya wazazi wake. Hawezi kwenda na kuanza kusema maneno mabaya juu ya ukoo wake. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii watoto wanaanza kusema maneno mabaya juu ya wazazi, unaitwa mchawi. Ni kwa sababu gani?
Ni kwa sababu ulimlea katika mazingira ya kuabudu mizimu. Hawezi ukanielewa. Ni kwa sababu ulimlea katika mazingira ya kumwaminisha kwamba waganga wa kienyeji ndo wanaoweza kukusaidia tatizo la kukufungua kizazi chako. Umemlea kumwaminisha kwamba waganga wa kienyeji ndo wanaweza kukuponya huo ugonjwa ulionao. Kwa sababu hiyo ni giza, na yeye anaingia katika giza, kwa sababu umemlea katika kumpeleka kwa waganga. Kuna wengine mko hapa, ulikuwa unaenda kwenye mambo yako kwa waganga wa kienyeji, lakini unamchukua na mtoto wako unayempenda. Sio kwamba yeye kuna jambo anaenda kufanyiwa, hapana, ila unaenda wewe kwa sababu yule mtoto umempenda sana, unamchukua, ukifika vile unavyofanyiwa yeye pia anaona. Kwa hiyo jue hiyo ni roho. Kuna roho ambayo anakuwa anaichukua, na baadaye maisha yake yanakuja kuharibika, kuanza kukusema kwamba wewe ni mchawi. Kwa sababu gani? Kila mahali penye uovu ulivyokuwa unaenda naye alikuwa anakufuata. Kwa hiyo ni vigumu sana kukutii wewe kile ambacho utaanza kumwelekeza. Hata kama ukiokoka ukaanza kumwambia Yesu ni Bwana, lakini bado hawezi kukutii. Kwa sababu gani? Mizizi ya kwanza uliingiza mizizi ya uharibifu. Kwa hiyo ili mtoto mtengeneze kufika kwenye mazingira ambayo unayahitaji. Wengi wanasema labda kila mtu amezaliwa na ndoto yake. Ni kweli, lakini ndoto ya mtu aliyezaliwa na mwanadamu ni lazima inatengenezwa na mzazi wake mwenyewe. Kwa yeye atakapojitambua ndo anaendeleza pale mzazi wake alipoishia, ili yeye apande level nyingine. Sijui unanielewa? Yaani mzazi wewe ndo unamwandalia mazingira ya mtoto, kwamba yule mtoto akikuwa akapata ufahamu aendeleze pale wewe ulipoishia. Bwana Yesu asifiwe. Tukirudi kwenye pointi yangu ya msingi, inasema kwamba, ambao ni mstari wa 4 ambao umebeba somo langu, inasema kwamba nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika haki, adabu na maonyo ya Bwana. Hapa ameongelewa baba. Narudia huu mstari ili uelewe. Inasema kwamba nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unashangaa mtu anaweza kukupigia simu kule redioni, anakuambia jamani, mimi napenda sana ninavyosikia mnahubiri, nabarikiwa sana. Ni mtoto, lakini anasema ila kuja kanisani wazazi wangu wananizuia. Unanielewa nasema? Yaani mtoto anapiga simu, anatamani aje madhabahuni, lakini anazuiliwa na wazazi kutokuja kanisani. Sasa hebu niambie, huyu anayezuiliwa na wazazi kutokuja madhabahuni, unadhani huyo mzazi anatengeneza nini kwa mwanae? Anatengeneza ushindi au anatengeneza kufeli? Na mtoto akisha feli, mtoto akisha haribikiwa, haangaliwi mtoto, anasontewa kidole mzazi. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto akiharibika, haangaliwi mtoto aliyeharibika, unaangaliwa wewe mzazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama Biblia inavyosema kwamba jukumu la kulea cha kwanza ni la baba, kwa mujibu wa neno, jukumu la kulea ni la baba. Na baba yetu mtume na nabii Daktari Joakim Peter Kimanza alifundisha somo hili kuhusu jukumu la baba kwenye maisha ya familia. Kwa hiyo baba ukisaidiwa jukumu la kumlea mtoto na mama, kuna mambo mawili. Mtoto anaweza akawa vizuri, lakini mtoto anaweza akaharibikiwa. Kwa sababu gani? Mama amechukua jukumu ambalo si la kwake. Tumelelewa. Siku moja nakumbuka, sikilize vizuri, nilichelewa kurudi nyumbani.
Niliporudi nyumbani, baba alikuwepo. Nilirudi kama saa 2 za usiku, na kawaida mtoto huwezi kuchelewa kurudi nyumbani, na unakuta baba yupo nyumbani. Yaani ukifika, andaa maneno ya kuzungumza, lakini pasipo hivyo lazima unaadhibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nilivyochelewa kurudi nyumbani, baba alichukua jukumu lake. Baba kama baba alichukua jukumu lake, akamwambia mama kwamba huyu leo asile kabisa, leo alale njaa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuelekeze kitu ili unielewe. Jukumu la kulea ni la nani? Ni la baba. Kwa hiyo baba alivyotimiza jukumu lake, kwa sababu mama ni mtu mwenye huruma sana na mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baba alivyomweleza, sikupigwa, ila akasema tu kwamba leo asile, alale njaa, atakula chakula cha kesho mchana. Sasa mimi nikaona kama nimeonewa. Bwana Yesu asifiwe. Nilipoenda ndani, nikaenda kwenye chumba changu nikajifungia. Nilipojifungia nikaanza kujiuliza, kwa nini baba amekataa nisile? Yaani saa 2 tu leo, nilikuja tu saa 2. Yaani mimi naona kama ulikuwa ni muda ambao hauna kizuizi, lakini kumbe mimi sina mamlaka juu ya, kwa sababu si kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwangu, sina mamlaka, mwenye mamlaka amezungumza. Kwa hiyo baada ya hapo nimelala hapo, mama akajiiba. Sema akajiiba. Sema tena akajiiba. Mama alivyokuwa analala huko, sijui kwa sababu kuna namna ya connection ya mzazi. Yaani mama ana connection kubwa sana na mwanae. Sijajua, labda tumbo lake lilivuruga akiwa anaona mtoto wake hajala na watoto wake wengine wamekula, wametulia, lakini mmoja hajala. Kwa hiyo akaja, kumbe alitunza chakula. Akaja ananyatia, akagonga mlango, nikasema ni nani tena? Akasema fungua. Nikasikia sauti ya mama, nikafungua. Kaniambia, mwanangu, usirudie. Yaani hapa baba yako akijua itakuwa kesi. Anaogopa baba asije akajua kitu alichokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baba ameshatimiza nini? Jukumu lake la kuonya. Kwa hiyo ni kweli nilipewa chakula nikala, lakini nikawa najiuliza maswali, kwa nini baba alikataa nisile? Nilipojua nikagundua kwamba mimi nina nini? Nina makosa. Sasa kama baba asingechukua jukumu la kunionya siku ile, halafu akacheka tu kama kawaida, uona zani leo ningekuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Si ningejua ni kawaida tu, siku nyingine ningerudi saa 5 za usiku. Na sisi tumelelewa katika kuonywa kwa viboko. Sema kuonywa kwa viboko. Ndio maana dunia ya leo au jiografia ya watoto tulionao leo ni ngumu. Huyo mtoto au hata kama ana miaka 20, kumtoa sehemu ukampeleka mahali pagumu kuishi. Kwa sababu gani? Yaani kizazi cha leo hakina maonyo. Wababa wa leo lile jukumu lao wamelisahau na kuwasukumia wamama watoto. Kwa hiyo wewe baba ambaye unamsukumia mke wako watoto, jua umeharibikiwa. Baba, kama una watoto, fanya jukumu lako, hilo ni la kwako. Na unawaonyaje hawa watoto? Kama tayari umefanikiwa kuijua neema ya Kristo, kaa na mtoto mwelekeze. Kaa na mtoto mwambie kwamba hiyo njia uliyoichagua kwenda sio sahihi. Hebu mtafute Yesu. Hebu mtafute Kristo. Ni kweli una elimu kubwa, lakini elimu yako haiwezi kukusaidia chochote pasipokuwa na Kristo. Na unavyoona anaenda kinyume, ni lazima umuite, umkalishe chini, umkanye.
Leo hii wazazi wanaogopa watoto wao. Bwana Yesu asifiwe. Wazazi wanaogopa watoto. Mtoto ana miaka 20 au ana miaka 30 wa kiume, baba unamuita kwa ajili ya kumpa jukumu, lakini mtoto anakuwa na sauti kuliko wewe. Hilo sio tatizo la mtoto, ni tatizo lako wewe katika chimbuko uliyomlea. Hawezi ukanielewa. Sio tatizo la mtoto kuanza kukujibu vibaya leo, ila katika malezi yake alivyokuwa mdogo, ulimlea katika malezi gani? Biblia inasema muwalee katika maonyo ya Bwana. Sasa wewe unamlea katika maono ya Bwana wa kwenda kwa waganga wa kienyeji, unategemea nini? Ili ulielewe hili, kuna mtu mmoja ni maarufu sana kwenye Biblia na watu wanamsoma kwa sifa zake nyingi ambazo zinafurahisha, lakini nilipofuatilia vizuri huyu mtu na mimi nikapita na kusoma, kuna kitu niligundua hapo. Huyu anaitwa Mfalme Suleimani. Si wengi mnamjua na wengi mnamsifia kwa hekima yake na maarifa aliyopewa na Mungu. Ujue Suleimani katika kulelewa kwake hakukaa sana na baba. Bwana Yesu asifiwe. Malezi na makuzi yake Suleimani hajakaa sana na baba yake Daudi, kwa sababu ilikuwa ni chaguo la Bwana. Mungu alivyosema na Daudi kwamba kuna mtoto atakayetoka kwenye kiuno chako, nitafanya jambo fulani. Na Mungu akishaahidi, hiyo ahadi huwa hawezi kuivunja. Haijalishi yule mtoto atalelewa vipi, madamu ni Bwana ameahidi, analitekeleza. Nisikilizeni vizuri. Kwa hiyo ukisoma Biblia vizuri, unamuona Suleimani ni sehemu moja aliyeenda kwa ajili ya kusema na baba yake kuhusu ufalme peke yake. Maana yake ni sehemu ya kwenda kukabidhiwa vile ambavyo ahadi ya Mungu alizungumza juu yake, na baba ndo akampa mahusia pale. Ila mwanzo hakulelewa na baba, alilelewa sana na mama yake mzazi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunaona katika maandalizi ambayo Mungu alisema na Daudi kuhusu kujenga hekalu, akamwambia hutanijengea wewe, atanijengea Suleimani. Kwa maana Daudi tayari ni mtu aliyekuwa amekwisha andaliwa na Mungu, kwa sababu alipita katika mikono ya makuhani na akapakwa mafuta katika Bwana. Ndio kama wewe utakavyokuwa unamleta mwanao katika madhabahu, anapata kuombewa, ni ukombozi wa mtoto na fedha. Kwa hiyo vile unavyokuwa unamleta mwanao anaombewa, anashikwa mkono na nabii ambaye ni baba yetu, kuna namna ambavyo naona maisha yake yanakuwa yanabadilika, sawa na Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona ufalme wa Suleimani ulipendeza, lakini mwisho wake ulikuwa ni mbaya kuliko kiasi. Kwa sababu gani? Hakulelewa katika maonyo ya baba. Sijui mnanielewa. Kwa sababu hakulelewa katika maonyo ya baba, alilelewa katika maonyo ya Bwana. Alienda tu na neema ya Kristo, na Mungu alimzuia kwamba usifanye hiki, usifanye hiki, usifanye hiki. Lakini mwishoni Suleimani alimaliza vibaya, akafanya yale ambayo Mungu alimkataza. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake Suleimani kama angekaa vizuri na baba yake ambaye ni Daudi, maana yake moja kwa moja hata ufalme wake na kuisha kwake uisha katika mazingira mazuri. Ule ufalme wake usingeishia kwenye aibu. Bwana Yesu asifiwe. Uliishia kwenye aibu kwa sababu gani? Ya yale maandalizi aliyokaa sana na mama. Kwa hiyo wa baba, hebu tuchukue jukumu letu kwa ajili ya kufanya maonyo kwa watoto wetu. Lakini vile vile usije kanisani, unajua una mtoto awe ni wa kiume ni wa kike, lazima umkokote uje naye madhabahuni, ili wewe unachofundishwa na kupokea na yeye mtoto apokee, ili wewe unapokupeleka kwenye maonyo asiweze kukusumbua, kwa sababu unamsomea mtoto andiko, yeye andiko hana kichwani, yeye hajawahi kulisikia. Unamwambia Mungu anasema hivi, hajawahi kusikia. Wewe unadhani atakufuata unavyotaka, lakini kama na yeye yuko hapa anasomewa andiko hili, anajua mimi ni lazima nimtii mzazi,
na kumtii mzazi ndio kutanifanya nifikie kwenye yale malengo ambayo Mungu amenikusudia. Hata kama unafanya vizuri namna gani, wewe mtoto, sote hapa ni wazazi lakini ni watoto. Hata kama unafanya mambo mazuri namna gani, lakini bado kama umtii baba yako na mama yako, inakuwa ni kazi bure. Bwana Yesu asifiwe. Tuko madhabahuni tunaongozwa na baba yetu mtume na nabii Daktari Joakim Peter Kimanza. Anapokuelekeza kwamba wiki hii ni wiki ya kufanya jambo 1, 2, 3. Nataka watu wote mfike. Usipotii ni sawa na kazi bure. Yaani ibada zako unavyokuja unakuja kama vile unapiga mazoezi tu. Haupati majibu. Kwa sababu gani? Neno kutii wazazi wako. Umeelewa? Kwa hiyo baba yetu mtume na nabii Daktari Joakim Peter Kimanza, huyu ndo aliyetubebea zamana ya mbinguni kwa ajili ya sisi kupata haki zetu mbele za Bwana. Baba yetu nabii Joakim Kimanza ndiye aliyetubebea zamana ya kutaka huo uponyaji unaoutaka wewe mbele za Bwana. Ndiye aliyebeba zamana ya kutaka ile biashara kubwa unayoitaka wewe mbele za Bwana. Ndo aliyebeba zamana kubwa ya kutaka kwamba ni mtoto wa aina gani wewe Mungu akupe. Bwana Yesu asifiwe. Usipomtii baba wa kiroho ambao umekubali kwamba kweli ninavyoenda pale ninayaona majibu yangu mbele za Bwana, usipomtii, hata kama unaweza ukazunguka makanisa 2000 lakini bado maisha yako yakawa ni chini. Kwa sababu gani? Mtoto hauna utii. Kwa tukirudi katika kanisa, sisi ni watoto. Kwa hiyo kama ni watoto, ni lazima sasa tujiconnect na hii tabia au alivyozungumza Mungu kuhusu kutii. Kwa hiyo kwa baba wa kiroho, haijalishi kwamba wewe una umri kiasi gani, unamzidi kiasi gani, una pesa kiasi gani, inatakiwa utii kwa baba yako wa kiroho. Lakini pia wewe mzazi, watoto wako pia wanatakiwa wakutii wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni ngumu kuelewa, lakini ukilifuatilia vizuri litaokoa kizazi chako. Bwana Yesu asifiwe. Ukilifuatilia vizuri litakuweka kwenye sehemu ambayo utakuja kuzungumza sifa nzuri kwenye jamii fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe baba, wewe mtoto, wewe baba, wewe mama, hakikisha jukumu lako kwa mtoto unalifanya ipasavyo, ili baadaye usije ukaenda kudaiwa mbele za Bwana kwamba nilikupa watoto 5 na hao watoto uliwalea katika mazingira gani? Maana yake wakiharibikiwa watoto, shida inakuja kwako, ambao Mungu aliwapitisha kwenye tumbo lako, Mungu aliwapitisha kwenye kiuno chako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimalize tu na kusema kwamba wazazi wenye watoto, kumbukeni kuja nao kanisani, msiangalie gharama za nauli. Mungu utakupa nauli. Baba mwenye familia, kumbuka kuivuta familia yako yote, usiangalie gharama ya nauli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni ibada ya ukombozi wa mtoto na fedha. Kwa hiyo kuna neema kubwa ambayo Mungu ataenda kuifanya juu yako uliofika leo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna neema kubwa ambayo Mungu ataenda kuifanya juu yako wewe. Baba yetu atakaposimama tu pale, wewe ni mtoto, na atakapolitamka neno lolote la ukombozi, shika, liweke ndani, ikiwezekana lipandie sadaka, halafu utayaona majibu 2026. Basi injili yangu imeishia hapo. Naweza kufumba tu macho yako. Fumba tu macho yako.